الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hii ni darasa nambari 39 kwenye muendelezo wa kitabu hiki Sharh al-Manzumah al-Baiquniyah Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Nas'alullah an يوفقنا فيما نسعى إليه ويعلمنا علما نافعا ويجعل هذا العمل متقبلا ويرزقنا حسن الخاتمة. قال المؤلف رحمه الله: amesema mtunzi Allah mrahamu, matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li ba'thihi fa huwa karad. Asema matrukuhu, hadithi ambayo inaitwa matruk, ambayo ni yenye kuachwa, hadithi ambayo ni yenye kuachwa ambayo inaitwa matruk. Ma ni hadithi ambayo infarada bihi wahidun, amepwekeka nayo hadithi hiyo mpokezi mmoja. Wa ajma'u, na wanachuoni wa hadithi wakakubaliana lidhafihi, juu ya udhaifu wa mpokezi huyu aliyepokeka na hii hadithi. Wamekubaliana kwamba huyu mpokezi ni mdhaifu, fa huwa karaddin, basi hadithi hiyo ni yenye kukataliwa. Au kama huwa inarudi kwa huyo mpokezi, basi fa huwa karaddin, basi mpokezi huyo riwaya zake ni zenye kukataliwa. هذا هو القسم الحادي والثلاثون. hichi ndicho kigawanyo cha 31 min aqsam alhadithi almadhkurati, katika vigawanyo vya hadithi vilivyotajwa fi hadha an-nazmi, kwenye mashairi haya. Wa huwa almatruk, na ni hadithi matruk ambayo ni yenye kuachwa. Faqad arafahu an-nadhimu, na kwa hakika ameitolea maelezo ya maana yake mtunzi, ameelezea maana yake mtunzi biqaulihi, kwa kusema hadithi matruk ma ni hadithi ambayo wahidun bihi farada bihi wahid, imepokelewa na mpokezi mmoja peke yake. Manfarada bihi, amepokeka nayo wahidun, mpokezi mmoja. Hadithi hiyo amepokeka nayo mpokezi mmoja. Yani nakusudia anna al-matruk, kwamba hadithi matruk huwa manfarada bihi wahidun, ni ile ambayo amepokeka nayo mpokezi mmoja, imepokelewa na mpokezi mmoja. Ajma'u ala dha'fihi, wanachuoni wa hadithi wamekubaliana juu ya udhaifu wa mpokezi huyo. Wa dhamir fi ajma'u, na dhamir kwenye hii ajma'u waliokubaliana ni wanani? Yaudu ala almuhaddithina, inarudi kwa wanachuoni wa hadithi, ndio waliokubaliana juu ya udhaifu wa mpokezi huyo ambaye akipwekeka na riwaya inaitwa matruk. Kauluhu, kauli yake aliposema fa huwa karaddin, ay fa huwa mardudun, huyo mpokezi huyo alipwekeka na hiyo riwaya ni mwenye kukataliwa riwaya zake. Au hiyo hadithi yenyewe hiyo ni yenye kukataliwa. Wal kafu zaidatu, na kafu hii ni ya ziada tu min haythu al-ma'na, katika upande wa maana. Falmatruku kama arafahu al-muallif, hadithi matruk ni kama alivyoelezea maana yake mtunzi, huwa ni hadithi ambayo rawahu dha'ifun, imepokelewa na mpokezi dhaifu. Ajma'a al-ulama'u, wamekubaliana wanachuoni ala dha'fihi, juu ya udhaifu wa mpokezi huyu. Fakharaja bihi, kukatoka kwa kauli hii marawahu, au kwa maana hii aliyoitaja mtunzi hapa, kukatoka marawahu, hadithi iliyopokelewa ghairu dha'if, na mpokezi mmoja ambaye si dhaifu, si mdhaifu. Laysa bimatrukin, hiyo itakuwa sio hadithi matruk, si yenye kuachwa. Wa marawahu dha'if, na hadithi iliyopokelewa na mpokezi dhaifu, alladhi ikhtalafu fi tad'ifihi, na imetoka hadithi ambayo rawahu dhaifu, imepokelewa na mpokezi ambaye ni mdhaifu, alladhi ni mdhaifu ambaye ikhtalafu fi tad'ifihi,
wametofautiana wanachuoni wa hadithi katika kumuona kwamba yeye ni mdhaifu. Wametofautiana kwenye udhaifu wake. Wengine wanasema ni mdhaifu, wengine wanasema kinyume na kauli hiyo. Kwa hiyo hii pia inatoka hapo. Hadha huwa madhhaba ilayhi almuallif. Hii ndio kauli ambayo ameenda nayo mtunzi. Wakala baadhi ulama, na wamesema baadhi ya wanachuoni, waminhum Ibn Hajar, na miongoni mwao Ibn Hajar. Ni Ibn Hajar fi an-Nukhba, kwenye kitabu chake hiko an-Nukhba, akasema innal matruka, kwa hakika hadithi matruk huwa marawahu rawin, ni hadithi iliyopokelewa na mpokezi mmoja, muttahamun bil kadhibi, ambaye anatuhumiwa urongo, anatuhumiwa kwamba ana sifa ya urongo. Fa mathalan, kwa mfano, idha wajadna fi at-tahdhib, tutakapokuta kwenye kitabu hiki at-tahdhib ibn Hajar an shakhsin min ar-riwaya, tutakapompata mtu kwenye kitabu hiki at-tahdhib cha Ibn Hajar, an shakhsin, mtu min ar-ruwati, katika wapokezi, tukampata, qala fihi, Ibn Hajar amemsema mtu huyo, mpokezi huyo, akasema hivi kuhusiana na mpokezi huyo, ajma'u ala dha'fihi, wanachuona wamekubaliana juu ya udhaifu wake mtu huyo. Tukakuta maneno haya kwenye tahdhib, fa innana nusammi hadithahu matrukan, kwa hakika sisi tutaiita ile hadithi yake ni hadithi matruk, idha farada bihi, atakapopokea peke yake, atakapopokeka nayo, li'annahum ajma'u ala dha'fihi, kwa sababu wanachuoni wamekubaliana juu ya udhaifu wake. Wa idha wajadna fihi, na tutakapopata ndani ya kitabu hiko at-tahdhib cha Ibn Hajar, qaulahu, tukakuta kauli yake, waqad tuhima bil kadhibi, kwa hakika huyo mtu ametuhumiwa urongo, fanusamihi matrukan aidan, hadithi hii tutaita ni matruku vile vile, lianna almuttahama bil kadhibi, kwa sababu mwenye kutuhumiwa kwa urongo, mwenye kutuhumiwa urongo, hadithuhu kal mawdhu', hadithi yake ni kama hadithi mawdhu' ambayo imetumbwa tu. Wala najizimu, na hatukati, hatuwezi kukata bi annahu mawdhu', kwamba hadithi yake ni mawdhu', walakin kaunuhu muttahaman bil kadhib, lakini kwa kwake anatuhumiwa urongo, yanzilu hadithuhu, itaporomoka na itashuka hadithi yake ila darajatin, kwenye daraja ambalo taqrubu min al-wad'i, linakaribia na hadithi iliyotungwa, hadithi zile za kutunga ambazo watu wanazitunga. Mtume hakusema maneno haya. Walhamdulillahi rabbil alamin.